Give him praise this morning. Appreciate his name. Exalt his name this morning. Father God, in the name of Jesus, we give you praise, Almighty God. We bless you, my Jesus. In Jesus' mighty name, we have given thanks. Put your hands together. Celebrate the Lord with a shout of hallelujah. Amen. Amina. Amen. Amina. May be seated in God's presence. Katika uwepo wa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. I want to take this privilege Nataka kuchukua fursa hii to appreciate God, kumshukuru Mungu and his servant, na mtumishi wake, even for standing on this exalted altar kwa fursa hii ya kusimama katika madhabahu this hii morning asubuhi ya leo and to bring the word na kulileta neno in this miracle banquet service. katika karamu ya miujiza ya kazi. You will get your job in Jesus' name. Utapata kazi yako katika jina la Yesu. I will be taking the part 2 of the teaching this morning Nitakuwa nikienda sehemu ya pili ya mafundisho asubuhi ya leo, on the way to our promised land. njiani kuelekea katika ardhi yetu tulioahidiwa. I'm taking part 1 B, nafundisha sehemu ya kwanza B. part 1B. Sehemu ya kwanza B. Servant of God took part 1 Mtumishi wa Mungu alifundisha sehemu ya in kwanza the first service. katika ile ibada ya And kwanza. if you are not in the first service, Na kama ukuepo kwenye ibada ya kwanza, ensure that you get that message. hakikisha unapata ujumbe A huo. very powerful message. Ni ujumbe wenye nguvu kabisa. Among other things you need to know, Miongoni mwa vitu unavyopaswa that kufahamu, the devil uses idleness kwamba shetani anatumia ile to hali kill destinies. ya kukaa pasipo kazi ili kuharibu hatima. Get that message Pata ujumbe ule and it will bless you. na utakubariki. Now part 1B, So sehemu ya kwanza B, on the way to our promised land. njiani kuelekea kwenye ardhi yetu ya ahadi. And our opening text is the book of Genesis chapter number 50 verse number 24. Na andiko letu ni kutoka kitabu cha Mwanzo. Genesis 50 verse number 24 Mwanzo 15:24. is our opening text this morning. Ndilo andiko letu. Our theme is on the way to our promised land. Somo letu ni njiani kuelekea katika nchi yetu ya Before ahadi. we read that scripture, Kabla ya kusoma andiko I want hilo, us to understand one thing. nataka tuelewe kitu kimoja. Promised land is a scriptural reality. Nchi ya ahadi ni halisi katika maandiko. It is not just a Bible story, Sio tu historia ya kibiblia, but it is a scriptural reality lakini ni uhalisi wa that you kimaandiko, can engage, kwamba unaweza kuhusisha and it's the result of it. na kupata matokeo yake. Genesis chapter 50 verse number 24. Kile kitabu cha Mwanzo sura ya The Bible 50 mstari wa says, 24, Biblia nasema, and Joseph said unto his brethren, Yusufu akawaambia nduguze, I die, mimi nakufa, and God will surely visit you lakini Mungu atawajilia ninyi, and bring you out of this land atawapandisha toka nchi hii unto the land which he swore to Abraham, to Isaac, and to Jacob. mpaka nchi aliyowaapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Now I want us to understand that Nataka tuelewe kwamba God visited his people in Egypt Mungu aliwatembelea watu wake Misri, to bring them out of the land of bondage. kuwatoa katika ardhi ya Now utumwa. in the first service, Katika ibada ya kwanza, man of God defined it, talk about Egypt. mtumishi wa Mungu alizungumza kwa habari ya Misri. Egypt connotes to a land of affliction. Misri maana yake ama A inamaanisha land of ardhi ya suffering. mateso, ardhi ya maumivu. Now in this verse number 24, Katika ile andiko mstari wa the Bible 24, says, and Joseph said unto the brethren, Yusufu akawaambia nduguze, I die, mimi ninakufa, and God will surely lakini, visit you. lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka. May God visit you in the months of April, Mungu akutembelee katika mwezi huu in the mighty name of Jesus katika Christ, jina la Yesu Kristo, and bring you out of your Egypt. akutoe katika Misri yako. Now Joseph in the scripture Yusufu katika maandiko is a type of a prophet. anasimama kama nabii. Is a type of a prophet. Ni wakati wa nabii.
And he gave a prophecy na alitoa unabii that the children of Israel kwamba wana wa Israeli will be visited watatembelewa and will be brought out na watatolewa from the land of affliction kutoka kwenye nchi ya mateso unto a land of plenty, kuingia katika nchi ya unto a utele, land of promise. kuingia katika nchi ya Now, ahadi. promised land Sasa nchi ya ahadi still remains a reality. ni halisi Now, mpaka leo. God to fulfill the prophecy, Ili Mungu atimize unabii, Exodus chapter 3 verse number 7, kutoka 3 mstari the wa Bible 7 says, Biblia and the inasema Lord said, Bwana I akasema, have surely seen the affliction of my people. hakika nimeona mateso ya watu wangu. We serve a God who sees. Tunamtumikia Mungu anayeona. This morning, Asubuhi ya leo it is possible you may be going through one situation, inawezekana unapitia hali you may fulani, be going through one condition, labda unapitia mazingira and fulani, maybe you are thinking God does not see. labda unadhani Mungu haoni. The Bible says, Biblia inasema, and the Lord said, na Bwana I akasema, have surely seen hakika the nimeona affliction of my people mateso ya watu which wangu are in Egypt, walioko and Misri, I have heard their cry. nami nimesikia kilio Now, chao. God is a God who hears. Mungu ni Mungu God is anayesikia. the God that sees. Mungu ni Mungu He is anayeona, also a God that hears. lakini pia ni Mungu anayesikia. Now, remember one thing. Lakini kumbuka kitu Now, kimoja, salvation wokovu is a picture. ni It's picha, like a figure ni kama of us picha traveling from one land of bondage, inayotutoa the kutoka, bondage of sin and affliction, inayotutoa kwenye to the ardhi ya bondage, to the mateso na bondage, to maumivu, the bondage of freedom. inatupeleka katika eneo la uhuru. Now, it is wisdom Ni hekima that we require tunayohitaji to understand ili kuelewa what we need to do. tunachohitaji kufanya. Remember this month of wisdom. Kumbuka mwezi huu ni mwezi So wa what hekima. is wisdom? Nini maana ya hekima? Wisdom Hekima is knowing what to do. ni kujua nini cha kufanya. Wisdom is knowing what to do. Hekima ni kujua nini cha And kufanya, particularly from the scriptures. kimaalum kutoka kwenye maandiko. Also in this service, Pia kwenye ibada hii we must understand that lazima tuelewe kwamba wisdom is being sensitive hekima ni kuwa na ule to umakini the times and the seasons of life. katika wakati na majira Exodus ya chapter maisha. 3 verse number 1. Kutoka 3 mstari wa kwanza. Wisdom is being sensitive Hekima ni kuwa macho to au the makini times and the seasons of life. katika nyakati na majira ya maisha. Exodus, Ecclesiastes chapter 3 Mhubiri 3 verse number 1. mstari wa kwanza. Ecclesiastes chapter 3 verse number 1. Mhubiri 3 The Bible mstari wa says kwanza. to everything there is a season, Kila jambo na wakati wake, and a time to every purpose under the heavens. na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Now verse number 11, Mstari wa the 11, Bible says in Biblia verse number inasema, 11 mstari wa 11, of Ecclesiastes chapter 3, Mhubiri the Bible says 3 he has 11, made everything beautiful in his time. kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati Also he wake. has set the world in their heart, he has set the world in their heart, Tena ameiweka hiyo milele so ndani ya that mioyo no yao, man can find out the work that God maketh from the beginning to the end. ili kwamba jinsi mwanadamu Now asivyoweza remember, kuivumbua kazi ya Mungu. God is a God of times and seasons. Kumbuka Mungu ni wakati na majira. He operates the world on seasons and times. Anaendesha dunia kupitia wakati, majira. God is a God of times. Mungu ni Mungu wa wakati. God is a time of season. Mungu ni Mungu wa Now, nyakati na what is majira. a season? Nini maana ya majira? A season Majira is a set time ni wakati where the ulioandaliwa, conditions are favorable for something to happen. mahala ambako mazingira yanakuwa mazuri kuruhusu kitu kitokee. Now we have been told Tumeambiwa that wisdom kwamba hekima is being sensitive ni kuwa macho au to makini, times and seasons. kuweza kujua wakati na Now, majira. what is the season we are in as a church? Tuko katika majira gani As kama a kanisa? commission, Kama huduma, we are in our hour of visitation. tuko katika saa yetu We ya are in kutembelewa. our season of harvest. Tuko katika wakati We wetu wa are in the mavuno. hour of visitation. Tuko katika saa la mtembeleo. We are in the season of harvest. Tuko katika majira ya Now, mavuno. what is required of us Kinachohitajika kutoka is to kwetu know the time and seasons we are in ni kujua wakati na and majira apply tuliopo, ourselves to do what is required. ili tuweze kutenda kile Remember, among kinachohitajika. other things, Kumbuka miongoni mwa vitu vingi, revival uamsho is meant to take to advance destinies of men. umekusudiwa kupeleka mbele hatima za watu. What we need to understand, Tunachohitaji we kuelewa, need to understand what God is doing part time. tunahitaji kuelewa ni kile ambacho Mungu anafanya kwa engage it. wakati, ili That tujihusishe. is
wisdom. Hiyo ndio hekima. Remember? Kumbuka, wisdom is what makes a high flyer. hekima ndio inawafanya watu kupaa What you juu. do with the season Unachokifanya kupitia determines majira what to find out of the season. ndicho kinaamua utapata nini kutoka What kwenye you majira. do with the season Unapotenda katika majira determines what fulani you get out of the ndio season. inaamua utapata nini kwenye majira. Therefore, we need to beware Sasa hivyo tunapaswa of kutambua, sleep. Let's not be ignorant of the season. tuwe makini, tusilale, Luke chapter 19 verse number 44. tusiache kuzijua The nyakati. Bible talks of Jerusalem. Mungu anazungumza kwa How ajili ya Jerusalem Yerusalem didn't realize their season of visitation. haikutambua wakati Luke wake wa kutembelewa. Chapter number 19 Luka 19 verse number 44. mstari wa 44. Luke 19 verse 44. Luka The Bible says, 19:44. Biblia and shall inasema, lay thee even with the ground, and the children within thee, that they shall not live in thee one of the stone upon another, because thou knowest not the time of thy visitation. mahana hawakujua wakati wa kutembelewa kwao. In the scripture here, Katika maandiko the hapa Bible talks of inhabitant of Jerusalem. Biblia inazungumza wakazi wa They didn't Yerusalem discover their time of visitation. hawakugundua wakati wao wa One kutembelewa. thing we must understand, Kimoja tunachopaswa that kuelewa, it is possible to be in a place inawezekana ukawepo mahali and never be in touch with what God is doing in a place. na usiweze kujua kile ambacho It Mungu is anafanya katika possible sehemu to fulani. be in the church Inawezekana ukawepo kanisani and never be in touch with what is happening in the church. na usishiriki kile kinachotokea This kanisani. morning, Asubuhi ya leo, in this teaching, one thing you must understand, kitu kimoja unachopaswa that it's kuelewa, not just enough to be a winner, haitoshi tu kuwa but mshindi. it's enough, it is required that Inahitajika kwamba you be where winners are uwe pale washindi and you do walipo what winners are doing. na ufanye kile washindi wanachofanya. Therefore, Hivyo basi we must stay spiritually awake lazima tuwe macho so kiroho as to make most out of this season. ili tutumie kwa faida wakati huu. We must be spiritually awake. Lazima tuwe macho kiroho, Beware of spiritual slumber. tuache ule usingizi wa Beware of kiroho, spiritual sleep. tuache usingizi wa What does kiroho. it mean to sleep spiritually? Nini To maana sleep kulala kiroho? spiritually Kulala kiroho is not to be aware of what is happening. ni ile hali ya It's kutotambua to be kinachotokea, ignorant of what God is ni doing. kutokujua kile How ambacho Mungu can one be anafanya. sleep spiritually? Mtu anawezaje kulala You kiroho? can be sleep spiritually Waweza kulala kiroho coming to the service kwa kuja and kanisani just be there. na ukawepo tu, One service you baada ya come kwanza upo and you go. unaondoka, You come for another unakuja service. kwenye ibada nyingine, Here come, here unakuja, go, unaondoka, and never have something to show of your life. na hauna matunda yote It kuonyesha is katika our maisha yako. season of harvest. Huu ni wakati wetu wa Now, if there mavuno. is anything that is happening in the commission right now, Kama kuna kitu ambacho it's like the kinatokea, rallying call right now is, it is our season of harvest. kitu sahihi cha kutambua kwamba ni majira yetu ya mavuno. Therefore, ensure that you engage Hivyo hakikisha in unajihusisha what God is doing. katika kile ambacho Mungu We are in anafanya. a revival as a commission, Tuko katika uamsho kama but the huduma, question remains, lakini swali are linabaki, you in a revival je, wewe uko as katika an uamsho individual? kama mtu It is binafsi? possible to Inawezekana be in a commission kuwepo kwenye huduma that is in a season of revival ambayo iko katika majira ya uamsho and remain unrevived. na wewe ukabaki hauna My prayer uamsho. for you is that Ombi langu ni kwamba you will be in a revival. utakuwa katika uamsho. Now, what are the marks of a revival? Vitu vinavyotokea The kwenye marks uamsho, of a revival. How do you know that you are in a revival? unajuaje kwamba uko kwenye uamsho? When your soul is panting for the Lord. Pale ambako nafsi yako inadunda kwa When ajili ya your Bwana. soul is panting for the Lord. Nafsi yako inadunda kwa ajili ya Psalm Bwana. 42 verse number 1. Zaburi 42 The mstari wa Bible kwanza. says, "Are the deer panted for the waters, Biblia inazungumza kama vile ayala yaoneavyo kiu mito ya maji, so my soul panted after the Lord." ndivyo nafsi yangu imeonea ushauku How Bwana. do you know that you are in a revival? Unajuaje uko kwenye uamsho? You know that you are in a revival Unajua uko kwenye uamsho when your soul is panting for the Lord. pale nafsi yako inapodunda kwa ajili ya When Bwana, your soul is out for the Lord. pale nafsi yako inapotoka kwa And the ajili ya Bible Bwana. says Biblia in inasema Psalm chapter 34 verse number 10, Zaburi 34 that the mstari wa young 10, lion do lack wana simba and suffer hupungukiwa hunger, na kuona njaa, but they that seek after the Lord lakini wao wamtafuta Bwana shall not lack in Hawata- any
good thing. Hawatakosa chochote kilicho chema. The benefit of being in a revival, faida ya kuwa kwenye uamsho, is that a revival ni kwamba uamsho means panting for the Lord. Inamaanisha kudunda kwa ajili ya Bwana. Panting for the Lord, na kudunda kwa ajili ya Bwana brings you to a place where you don't lack anything good in your life. Unakuleta kwenye mahali ambako upungukiwa na chochote kizuri katika maisha yako. Hautapungukiwa katika jina la Yesu. Number 2. How do we know that we are in a revival? Tunajuaje tuko kwenye uamsho? We know that we are in a revival. Tunajua kwamba tuko kwenye uamsho when people begin walking after the fear of the Lord. Pale watu wanapotembea katika hofu ya Mungu. We know that we are in a revival. Tunajua kwamba tuko kwenye uamsho. When walking in the fear of the Lord becomes a way of life. Pale kutembea katika hofu ya Mungu inakuwa ni kawaida yetu ya maisha. Walking in the fear of the Lord becomes a way of life. Kutembea katika hofu ya Mungu inakuwa ni kawaida yetu ya maisha. Psalm 112. Zaburi ya 112. Verse number 1. Mstari wa kwanza. Up to verse number 3. Mpaka mstari wa 3. The Bible says, blessed is the man. Amebarikiwa mtu yule. Blessed is the man. Amebarikiwa that feareth the Lord. Amchaye Bwana. What is fear of the Lord? Nini maana ya kumcha Bwana? The Bible says, blessed is the man that feareth the Lord. Blessed is the man that feareth the Lord. That delighted greatly in his commandment. Apendezwaye sana na maagizo yake. The fear of the Lord hofu ya Bwana au kumcha Bwana is walking in the scriptures. Ni kutembea sasa na maandiko. The fear of the Lord kumcha Bwana is walking in the commandments of the Lord. Ni kutembea katika yale maagizo ya Mungu. And that's why the Bible says, ndio maana Biblia inasema, blessed is the man. Amebarikiwa mtu yule. Blessed is the man. Amebarikiwa mtu yule. That walks in the fear of the Lord. Atembea katika hofu ya Mungu. The servant of God talked about 3 things about the fear of the Lord. Mungu amezungumza vitu vitatu kwa habari ya kumcha Mungu. Ambao nataka tuwakumbushe. Number 1, what is the fear of the Lord? Nini maana ya kumhofu Mungu au kumcha Mungu? Kumcha Mungu ni when you hate evil. Ni pale unapochukia maovu. To fear the Lord unapomcha Mungu means to hate evil. Inamaanisha unachukia maovu. To fear the Lord means to hate evil. Mungu maana yake ni kuchukia maovu. Proverbs chapter 8 Mithali 8 verse number 13. Mstari wa 13. To fear the Lord kumcha Bwana is to hate evil. Ni kuchukia uovu. Hallelujah. That when you fear the Lord, unapomcha Bwana, you will hate evil. Utachukia uovu. May you hate evil in the name of Jesus. Na uchukie uovu katika jina la Yesu. Verse number 2. He talks about fear of the Lord. Anazungumza kwa habari ya kumcha Bwana. Keeping his commandment. Kumcha Bwana ni kutunza maagizo ya Mungu. Kumcha Bwana. To fear the Lord. Kumcha Bwana is to keep his commandment. Ni kutunza maagizo yake. Blessed is the man. Amebarikiwa mtu yule, amebarikiwa mtu yule. That walketh according to his commandment. Anayetembea sawa na maagizo ya Mungu. Now the benefit of the fear of the Lord. Faida za kumcha Mungu. Verse number 2. Verse number 2, Psalm 112. Zaburi ya 112 mstari wa 2 Biblia inasema, in the commandments of the Lord. Anafurahia maagizo ya Bwana. Hallelujah. The Bible says, his seed shall be mighty upon the earth. Uzao wake utakuwa na nguvu hapa duniani. And the generation of the Almighty shall be blessed. Kizazi cha mwenye haki kitabarikiwa. Verse number 3. Mstari wa 2 wa 3 Biblia inasema, wealth and riches utajiri shall be utakuwa in his house. Katika nyumba yake. May wealth and riches be in your house. Utajiri uwe katika nyumba yako. Many people fear, many people cry. Watu wengi wanalia. Many people desire to be wealthy. Watu wengine wanatamani kuwa matajiri. But the secret of living a wealthy life, lakini maisha ya kuishi katika utajiri, the fear of the Lord. Ni kumhofu Mungu au kumcha Mungu. Number 3, Namba 3, the fear of the Lord, hofu ya Bwana, is to be alive. Ni kuwa macho. Is to maintain a life conscious. Ni kudumisha, maintaining a living conscience. Kuhakikisha dhamiri yako inakuwa hai. Now when the conscience is dead, dhamiri inapokuwa imekufa, a man can do anything. Mtu anaweza akafanya lolote. Why? Kwa nini? Because his conscience is seared. Kwa sababu dhamiri yake imekufa. Is dead. Imekufa. Remember one thing. Kumbuka kitu kimoja. Revival uamsho is when people begin to walk in the fear of the Lord. Ni pale ambako watu wanaanza kutembea katika kumcha Mungu. Lifestyle. Kama mfumo wao wa maisha. Why is it important? Kwa nini ni la muhimu? Why is revival important? Kwa nini uamsho ni wa muhimu? Revival uamsho is a launching pad ni to our promised land. Why are we emphasizing revival? We are talking about my way, on my way to my promised land. Revival is the launching pad to our promised land. Now before God takes people to their promised land, He proceeds by bringing a season of revival. A season of revival is what
opens door ndio inaofungua to milango enter into the promised ili land. kuingia katika The nchi ya season ahadi. of revival Majira ya uamsho is what sets pace. ndio unaotengeneza When njia. God brings revival, Mungu anapoleta uamsho, you know that unajua God kwamba is set to take people to their promised Mungu land. anaandaa kuwapeleka watu kwenye nchi yake Exodus ya ahadi. chapter number 4. Kutoka sura ile ya 4. Exodus chapter 4. Kutoka sura ya 4 verse number 22. mstari wa 22. Revival is Uamsho the launching pad ndio to unaotuingiza enter into a promised land. katika ile nchi yetu ya Why ahadi. am I saying so? Kwa nini nasema hivyo? By taking part in a revival, Kwa kushiriki kwenye it uamsho launches you into your promised land. inakuingiza katika nchi yako ya ahadi. Habakkuk chapter 3, Habakuki 3 verse number 2. mstari wa 2. How is it that revival Uamsho launches people into their promised land? unawaingizaje watu katika nchi yao ya Habakkuk ahadi? chapter 3, Habakuki sura ya verse 3 number 2. mstari wa The 2. Bible says, Biblia inasema, "Oh Lord, I have heard thy speech, Bwana nimesikia maneno and yako was afraid. nami Oh nikaogopa. Lord, revive thy work in the midst of the years. Bwana fufua kazi yako In the katikati ya midst of miaka. years, Katikati ya miaka make known in tangaza, thy road, katika remember ghadhabu, mercy." kumbuka rehema. Now in verse number 17, Mstari wa 17. verse number 17, Mstari wa 17. the Bible says, Biblia inasema, because of revival, kwa sababu ya although uamsho, fig tree shall not blossom, maana mtini neither hautachanua shall the maua, fruit in the vine, wala mizabibu, the labor of olive shall fail, taabu ya mizeituni the itakuwa bure, field shall yield no meat, na mashamba hayatatoa the chakula, flock shall be cut off zizini hamtakuwa from na the kundi, fold. There shall be no herd in the stall. wala vibandani Verse hakutakuwa number na kundi 18, la ng'ombe. the Mstari wa Bible 18. says in verse number Mstari 18, wa 18 Biblia I inasema, will rejoice. walakini Yet nitamfurahia I will Bwana, rejoice in the Lord. nitamfurahia I will Bwana, rejoice serving him. I nitamshangilia will rejoice him. nikimtumikia, I will serve him rejoicing. nitatumika I will nikifurahi, joy in the God of my salvation. nitamfurahia Bwana Mungu wa wokovu wangu. By engaging yourself in a season of revival, Unapojihusisha katika majira ya uamsho, the Bible says, Biblia inasema, even though things may not be working, hata kama mambo even yanaonekana though your hayaendi life may be vizuri, down today, hata kama maisha yako by yatakuwa yako chini, arising and taking responsibility kwa kuinuka na kuchukua and wajibu taking part in this na revival, kushiriki kwenye huu uamsho, the Bible says, Biblia inasema, even though things may not be working. hata kama mambo hayaendi vizuri. Verse number 19. Mstari wa 18, Verse number 19. mstari wa In the 19, same scripture, in Mstari wa Habakkuk 19, chapter 3, verse number 19. Habakuki The 3:19, Lord God is my strength. Yehova aliye Bwana He ni will nguvu make zangu, my feet like hinds feet. yeye huifanya miguu yangu kuwa kama He ya will kulungu, make me walk upon my high places. naye ataniendesha katika mahala pangu palipoinuka. May the Lord bring you to your high places. Mungu akupeleke mahala pako pa juu In the name of Jesus katika Christ. jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Haleluya. But how will He bring you to our high places? Mungu sasa atakuingizaje mahala By pako pa juu? engaging yourself in a revival. Kwa wewe And kujihusisha when we katika talk uamsho. about revival, Tunapoongelea there are uamsho, 5 parts of engaging this revival. kuna njia There are tano za 5 ways of kujihusisha. engaging in this Kuna revival. njia tano za kujihusisha The kwenye first uamsho. way of engaging in this Njia revival, ya kwanza ya kujihusisha, number 1, ya kwanza, is by engaging yourself in prayer for the kingdom. ni kwa kujihusisha mwenyewe kuombea ufalme wa Mungu. Engaging yourself in Kujihusisha kingdom advancement prayer. katika maombi ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu. Engaging yourself in kingdom advancement prayer. Kujihusisha katika maombi ya kusogeza mbele ufalme wa Praying Mungu. for the souls. Ukiombea nafsi, Crying out, God save them. ukilia Mungu aokoe. Number 1, Namba moja, by praying kingdom advancement prayer. kwa kuomba maombi ya kusogeza mbele ufalme wa Remember, Mungu. prayer is Kumbuka a maombi ministry of its own in the Ni scripture. huduma kamilifu katika maandiko. Prayer is a ministry of its own in the scripture. Maombi ni huduma kamilifu katika Number maandiko. 1, Cha by kwanza, engaging in prayer, kwa kujihusisha katika maombi, praying for souls. kuombea nafsi. Number 2, Namba 2, by engaging yourself Kwa in winning kujihusisha soul. katika kuvuna nafsi. By engaging yourself practically Kwa kujihusisha in soul kimatendo winning. katika kuvuna nafsi. Remember, every Saturday we are going out. Kumbuka kila Jumamosi It's a tunakwenda. privilege Ni fursa to engage ya in kujihusisha soul winning. katika kuvuna nafsi. And as you do so, Na unapofanya you hivyo, will never lack your reward hautakosa thawabu in yako the name of Jesus. katika jina la Yesu You Kristo. can engage yourself Unaweza in ukajihusisha soul winning katika kuvuna nafsi. wherever you are found. Popote At ulipo, your place of work, katika eneo lako la you can kazi, participate in a revival.
Kwa hivyo unashiriki uamsho. You don't have to be a preacher like me. Hauhitaji You kuwa don't mhubiri kama have to mimi. stand on this altar Hauhitaji kusimama to katika preach madhabahu revival kuhubiri or to uamsho. engage yourself in a Au revival. kujihusisha katika You uamsho. can engage yourself in a revival Unaweza ukajihusisha at kwenye your uamsho own level. katika kiwango Number chako. 1, praying for souls. Cha kwanza kuombea Number 2, nafsi. by engaging yourself in soul winning. Cha pili kwa kujihusisha And katika as you kuvuna nafsi. engage, Na as unapojihusisha, you engage, unapojihusisha, you receive reward. utapata thawabu In Jesus' mighty name. katika jina kuu la Yesu. Now, the book of John chapter 4, Kitabu cha verse Yohana number 4, 35. mstari wa One of the 35. scriptures of the season. Mojawapo ya If there are andiko la majira scriptures that hii. you have to pray, Kama kuna andiko if na there are ndio scriptures that uliombe, you have to meditate kama upon, kuna andiko unapaswa until they ulitafakari become a reality in your ili life, liwe halisi katika it's maisha yako. John chapter 4, Ni Yohana 4 verse number 35 mstari wa and 35, verse number 36. mstari wa 36 pia. John chapter 4, Yohana 4 verse number 35 35 and verse number 36. Na Let's begin mstari wa 36. verse number 35. tuanzie mstari The wa Bible 35. says, say you not, Hamsemi ninyi there are 4 months. bado miezi minne Say you know there are 4 months. Then Bado miezi minne. the harvest coming. ndipo yaja mavuno. Behold, I say unto you, Tazama mimi lift up nawaambia, your eyes, inueni macho look yenu, on the field, tazame mashamba, for the fields are white, ya kuwa mashamba yamekuwa ready meupe, for harvest. tayari kwa That's the mavuno. scripture of the season. Hilo ndilo andiko la majira haya. Look around you. Tazama maeneo Look around yanayokuzunguka. you. Tazama maeneo The yanayokuzunguka. harvest is ripe. Mavuno Look yameshaiva. around your office. Tazama kwenye ofisi The yako. harvest is ripe. Mavuno yameiva. Look wherever on the way, Tazama ukiwa on the njiani, shop you go every kwenye day. duka unalokwenda kila There is a siku, harvest there. kuna mavuno In pale. verse number 36, Mstari wa 36 there is a promise of reward. kuna ahadi ya The thawabu. Bible says, Biblia inasema and he that reapeth naye avunaye receiveth wages. hupokea mshahara, He that reapeth naye avunaye receiveth a reward. hupokea thawabu. Look here. Tazama hapa, This revival uamsho huu does not only come to load us. hauji tu kutupa It does not mzigo, only come to give us a burden. hauji tu kutupa But there mzigo, is also a reward. lakini pia In huleta verse thawabu. number 36, Mstari wa the 36 Bible says, Biblia inasema he that engages, naye there anayejihusisha is a reward. kuna mshahara. That's why we are saying Ndio maana that tunasema revival kwamba uamsho is a spiritual launching pad ni kigezo into our kinachotuingiza promised land. katika nchi yetu ya Number ahadi. 3 way of engaging this Namba 3 ya revival. kujihusisha kwenye Number uamsho, 3 way of engaging in this njia ya revival 3 ya kujihusisha kwenye uamsho is by involving yourself in what we call ni kwa kujihusisha kwenye kile tunachoita invitation ministry. huduma ya kukaribisha. You maybe you Inawezekana may not be able to preach to somebody to get born again. kwamba hauwezi kumhubiria mtu ili aokoke, You can invite. lakini unaweza Now, kumkaribisha. God's servant talking in the last one night with the king, Mtumishi wa Mungu alizungumza katika ule usiku he mmoja na unveiled to mfalme, us what we call invitation ministry. alitufunulia hii huduma ya Now, makaribisho. invitation ministry, Huduma ya makaribisho, come to our church. Njoo I invite kanisani you this kwetu, Sunday. na kukaribisha I invite you Jumapili, this na Wednesday. kukaribisha If you Jumatano come hii. with your sickness, Ukija na you ugonjwa will be wako, healed. Now, utaponywa. anyone can do that one. Yeyote anaweza kufanya kazi Invitation hiyo ministry. katika huduma hii ya makaribisho. Invitation ministry. Katika huduma ya Now, makaribisho. not all of us may be good prayer warriors. Sasa si wote tunaweza kufanya Not maombi, many of us can be good in soul winning. si wote tunaweza kwenda kuvuna nafsi. Look here. Tazama hapa, Invitation ministry, huduma hii ya makaribisho anyone can do. yeyote anaweza kufanya. As you invite, Unapokaribisha, you you receive reward. unapokea thawabu In the name of Jesus. katika jina la Yesu In Kristo. this revival, Katika uamsho huu you must have your portion. lazima uwe na fungu It will lako. not leave you like that. Uamsho In the utakuacha name kama of hivyo Jesus. katika jina la Yesu. Matthew chapter 14, Mathayo 14 verse number 22. mstari wa Matthew 22. chapter 14, Mathayo 14 verse number 22. mstari wa As 22. you invite them to come, Alipowaambia waje, you will receive your reward. unapowakaribisha utapokea thawabu yako. Number 4. Namba 4. Number 4. Namba 4, You can engage yourself unaweza ukajihusisha in what mwenyewe we call self-establishment labor. katika kile tunachoita Soul establishment labor. ule Now, maombi ya nafsi Colossians kuthibitika. chapter 4, verse number 12. Kolosai The 4:12. Bible talks about Epaphras, Biblia inazungumza kwa habari ya whose Epafra. ministry was to pray for people. Huduma yake ilikuwa ni kuombea His watu. ministry was to pray for somebody to stand. Huduma yake ilikuwa ni kumwombea mtu Do awe you imara. know, for you to stand in salvation, Ili wewe uweze kuwa imara katika somebody wokovu, was praying for you. kuna mtu alikuwa anakuombea Do you huko. know, for you to be the way you are Unajua today, jinsi ulivyo leo, somebody somewhere kuna mtu mahala was fulani praying for you. alikuwa There anakuombea. are some people, Kuna watu when they began coming to this church, walipoanza kuja kwenye kanisa they will hili, come this Sunday, walikuja Jumapili, another Sunday they will miss. Jumapili nyingine They will come the wakaacha, other
Sunday, wanakuja Jumapili, another Sunday they will Jumapili miss. nyingine wanaacha. But you know, Lakini unajua, somebody somewhere was praying. kuna mtu mahali alikuwa Somebody anakuombea. somewhere was praying. Kuna mtu mahali alikuwa Now you anakuombea. can begin to engage Unaweza kuanza by kujihusisha writing down the names kwa kuandika of those majina that are coming for the first time. ya wale wanaokuja kwa mara ya Now there kwanza. is one area of service that you can engage yourself into. Kuna eneo la utumishi ambao unaweza The kujihusisha. area of welcoming the first timers. Eneo la Get their kuwakaribisha name. wageni. Write them down. Andika majina Be yao. praying for them. Waombee. Now, as a commission, Kama huduma we have been admonished tumekuwa to write tukiagizwa down a list of 24 names kuandika orodha ya majina ya watu 24 and be praying for them, na kuyaombea name by name, jina kwa jina, name by name. jina kwa jina. You commission yourself. You Unajitoa, apportion your names. unaandika majina In days. katika On siku. Monday, I'm praying for 3. Jumatatu naombea On watatu. Tuesday, I'm praying for 3. Jumanne On nitaombea Wednesday, watatu. I'm praying for 4. Jumatano nitaombea Like that wanne. until you come to the list of 24. Na hivyo And mpaka when unamaliza they ile orodha la come, 24. you keep on praying for Na them. wanapokuja You unaendelea keep on kuombea. mentioning their name. Unaendelea kutaja majina yao. Hallelujah. Hallelujah. It is called the ministry of Epaphras. Hiyo inaitwa huduma ya It's called the Epafra. ministry of Epaphras. Hiyo ni huduma ya Praying Epafra. for the establishment. Kuombea ili wathibitike. Lord, Bwana, let them be established. wathibitishe. Lord, Bwana, let them stand. Let them wafanye come imara. this Sunday. Waje Let them Jumapili. come this Wednesday. Waje Mention their Jumatano hii. name. Unataja Lord, let majina them yao. come again. Bwana, Lord, waje let tena. them come again on Waje Sunday. tena Jumapili. Call them to visit again. Waite tena In the name Bwana. of Jesus. Katika jina la Yesu As you Kristo. do so, Unapofanya God will hivyo, bless you. Mungu And atakubariki. now, we Na are looking on the last way tunatazama of njia engaging ya mwisho yourself. ya This one is kujihusisha. called financial labor. Tunaita hiyo ni utumishi wa fedha. Financial labor. Utumishi wa kifedha. Where you engage yourself Maana ambako by unajihusisha giving out your kwa finances. kutoa fedha zako. By giving out your Kwa finances kutoa fedha zako. to be involved in soul winning. Ili In usike katika kuvuna in the nafsi. first service, Katika ibada ya the kwanza, servant of God was emphasizing one area. mtumishi wa Mungu asisitiza That eneo you moja can engage yourself ambalo unaweza in kujihusisha transportation. katika That is usafirishaji. an open area Hilo ni eneo that liko wazi many of us have not exploited. ambao wengi This hatujalitumia. one, no many have exploited this one. Hakuna wengi ambao wametumia eneo hili. Financial labor. Utumishi wa kifedha. Financial labor. Utumishi wa And kifedha. now he was talking about Na alizungumza that kwa we will habari. start contributing finances Tutaanza kutoa towards the fedha bus. kwa ajili ya That's an usafiri. area. Kuna maeneo Now, when you hear some of our testimonies, unaposikia shuhuda zetu, most of the testimonies in this commission right now, shuhuda nyingi kwenye huduma hii they are centered around people involving themselves in kingdom advancement prayer. zinatokana na watu kujihusisha kwenye maombi ya We kusogeza mbele are ufalme wa in a Mungu. month of wisdom. Tuko katika mwezi wa hekima. And wisdom is knowing what works Hekima ni kujua kile kinachotenda kazi and allow it work for you. na kuruhusu kitende kazi kwa Wisdom ajili yako. is knowing what works. Hekima ni kujua kinachotenda kazi. Wisdom is knowing what works from the scripture. Hekima ni kujua kinachotenda kazi And kupitia maandiko apply yourself. na kujihusisha Now, mwenyewe. wisdom is not complicated speaking. Hekima si kutamka maneno mengi yasiyokuwa na maana, But wisdom is knowing simple things that works. lakini hekima ni kujua vitu rahisi vinavyotenda kazi. Many people have given testimonies Watu wengi wametoa ushuhuda how they have bought buses. namna walivyonunua And mabasi God bless them. na Mungu akawabariki. Maybe you may not be able to buy a bus on your Labda own. tuseme hauwezi kununua basi But kwa you uwezo can wako, engage yourself in this one. lakini unaweza ukajihusisha kwenye Hallelujah. Hallelujah. And ensure Na- as we bring as a Sunday or contributing for the bus comes, na unapolipia you kwa ajili package ya something usafiri and unaandaa label it and label it your revival seed. unaandaa kitu kwenye bahasha sadaka yako nzuri, afu unaandika mbegu ya uamsho, Your reward will not miss. na utakosa thawabu yako In the name of Jesus katika jina la Christ. Yesu Kristo. Remember, Kumbuka, revival is a launching pad uamsho ni kigezo into kinachokuingiza our promised land. katika nchi yetu ya As you ahadi. engage, you will not be left alone. Unapojihusisha You will not hautoachwa, be left out. hautoachwa In Jesus' mighty name. katika jina kuu la Now Yesu. remember also, Kumbuka pia every revival kila uamsho culminates into supernatural restoration unapelekea marejesho ya of kiungu redemptive dignity ya ile hadhi yetu ya of the wokovu believers. kwa mwamini. Zephaniah chapter 3 verse number 17. Sefania 3:17. Zephaniah chapter 3 verse number 17. Sefania As we 3:17. open the book of Zephaniah, Tunapofungua kile chapter kitabu cha 3 verse Sefania 17, 3:17, remember, kumbuka supernatural restoration marejesho ya kiungu is one
of the rewards of engaging into a revival. Ni njia mojawapo au ni thawabu mojawapo kujihusisha kwenye uamsho. The Lord thy God in the midst of thee is mighty. Biblia inasema Bwana Mungu wako yu katikati yako shujaa. He will save. Awezaye kuokoa. He will rejoice over thee. Atakushangilia kwa furaha. He will raise in his love. Atakutukuza katika pendo lake. He will joy over thee with singing. Atakufurahia kwa kuimba. Verse number 18. Mstari wa 18. Verse number 18. Mstari wa 18. Zephaniah chapter 3. Zephaniah 3. The Bible says Biblia inasema the same scripture of Zephaniah chapter 3. Zephaniah 3. Verse number 18. Mstari wa 18. And I will gather them nitawakusanya that are sorrowful wanaosikitika for the solemn assembly. Mkutano wa ibada. For who are of these to whom the reproach of it was a burden. Hao waliokuwa wa kwako ambao mzigo ulikuwa juu yake. Verse number 19. Mstari wa 19. The Bible says in verse number 19. Mstari wa 19. Behold, tazama, at that time wakati huo I will do all the afflict. I will undo all that afflict thee. Nitawapatiliza watu wote wanaokutesa. And I will save her. Nami nitamponya. That halted. Yeye achechemeaye. And gather her. Nami nitamkusanya. That was driven out. Yeye aliyefukuzwa. I will get them praise and fame in every land where they have been put to shame. Nami nitawafanya kwa sifa na jina hao ambao fedheha yao ilikuwa katika dunia yote. May the Lord turn every shame into praise. Mungu ageuze aibu kwa sifa kwako. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Finally, mwisho, how do I maximize the blessedness of revival in my life? Natumiaje kwa faida baraka za uamsho katika maisha yangu? Number 1, clean up and continue to do so. Jitakase na endelea kujitakasa. Clean up and continue to do so. Jitakase na endelea kujitakasa. Matthew chapter 7. Mathayo 7. Verse number 21. Mstari wa 21. Verse number 21. Mathayo 7 mstari wa 21. The book of Matthew. Mathayo chapter 7. 7. Clean out jitakase and continue to do so. Na endelea kujitakasa. Now verse number 21. Mstari 21. Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Si kila mtu aniambie Bwana Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni. That doeth the will of my Father. Bali ni yeye ayafanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Verse number 22. Mstari 22. The Bible says, Biblia inasema, many will say unto me on that day, wengi wataniambia katika siku hiyo, have we not prophesied in their name? Bwana hatukutabiri kwa jina lako? Have we not cast out devil? Hatukutoa mapepo kwa jina lako? And in thy name done many wonderful things? Na kwa jina lako kutenda mambo mazuri. Number 23. Mstari wa 23. The emphasis the Bible says, msisitizo Biblia inasema, and then I will profess ndipo nitakapowaambia unto them, I never knew you. Sikuwajua ninyi kamwe. Depart from me, you workers of iniquity. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Number 1. Cha kwanza, how do I maximize the blessedness of in this revival in my life? Kutumia kwa faida wakati huo wa msho. Cleansing yourself. Kwa kujitakasa. Departing from evil. Kujitenga na uovu. Departing from evil. Kujitenga na uovu. Number 2. Namba 2. Continue praying kingdom advancement prayer. Kuendelea kuomba maombi ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu. Kingdom advancement prayer. Kuendelea kuomba maombi ya kusogeza mbele ufalme wa Mungu. As you do so, na unapofanya hivyo, God will reward you openly. Mungu atakupa thawabu waziwazi. Matthew chapter number 6. Mathayo 6 verse number 6. Mstari wa 6. As you do so, unapofanya hivyo, God will reward you openly. Mungu atakupa thawabu waziwazi. In the name of Jesus Christ. Katika jina la Yesu Kristo. As we wind up, tunapohitimisha in this service, katika ibada hii, now remember, kumbuka how to maximize. Namna ya kutumia kwa faida. You must depart from evil. Lazima ujitenge na maovu. You must depart from evil. Jitenge na maovu. The first way of engaging into this revival, njia pekee ya kwanza kujihusisha kwenye uamsho, land you into your promised land, ambayo itakupeleka katika nchi yako ya ahadi. Number 1, ya kwanza is by departing from evil. Ni kujitenga na uovu. Repenting your sins. Kujitenga na kutubu dhambi zako. The first thing that God wants from you, kitu ambacho Mungu anataka kwako, is your heart. Ni moyo wako. The first thing that God wants from you, kitu cha kwanza ambacho Mungu anataka kwako, your heart. Ni moyo wako. Let's rise up on our feet. Tusimame kwa miguu yetu. Let's rise up on our feet. Tusimame kwa miguu yetu. As we wind up in this service, tunapohitimisha kwenye ibada hii, before we welcome the servant of God, kabla sijamkaribisha mtumishi wa Mungu, the blessing, let's rise up on our feet. Simama kwa miguu yako tafadhali. Simama kwa miguu yako tafadhali popote ulipo. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Lift up your voice to heaven. Inua sauti yako mbinguni. Appreciate God for his word. Mshukuru Mungu kwa neno lake. Appreciate God for his word. Mshukuru Mungu kwa neno lake. Father, in the mighty name of Jesus. Baba, katika jina kuu la Yesu. Thank you this morning. Asante asubuhi ya leo. Thank you for your word. Asante kwa neno lako. Lord, grant us the grace. Tupatie neema. Father, to maximize ya kutumia kwa the faida. reality of this revival. Uhalisi wa uamsho. In the mighty name of Jesus. Katika jina kuu la Yesu. In Jesus' mighty name.
katika jina kula Yesu. Before I sit down, kabla tujaketi, you are in our midst. uko katikati yetu. You are not born again. Haujaokoka. Wherever you are, popote ulipo, lift up your hand. Inua mkono I wako. will pray for you. Na wherever you are, popote ulipo, you are not born again. Unajua And you are hujaokoka. in this service. Na unataka I ibada want to hii. pray for you. Tani kuombea. Lift up your hand wherever Popote you are. ulipo ambao hujaokoka, inua mkono wako tafadhali. Don't waste. Ambao hujaokoka unataka Thank God for kumpokea that Bwana hand. Yesu. Put your hands together for that hand. Tuwapigie makofi Another yao. hand. Inua Now mkono take wako another juu. step of faith. Take another step of faith Chukua and come hatua ya here. imani sasa, njoo Take mbele. another step and come here. Njoo mbele, You unataka are still kuokoka. there. Unataka You kuokoka are still popote there. ulipo tafadhali. You are not born again. Njoo Take a mbele. step of faith. Njoo mbele, chukua hatua ya imani. Give your life to Tafadhali Christ. wewe ambao Give your life hujaokoka, to Christ. njoo mbele. Jesus wants to save you. Umpe Yesu maisha Jesus wants to yako. save you. Yesu anataka Jesus wants to kukuokoa. give you a new beginning. Yesu anataka kukupa Jesus wants mwanzo to give you a new mpya. beginning. Yesu anataka kukupa Don't remain mwanzo standing mpya. there. If you are not born Usibaki again, umekaa hapo. if you are not born again, Kama come hujaokoka, wherever you are. njoo From popote wherever ulipo. you are, Popote come, ulipo. come. Njoo Don't be tafadhali, ashamed. usione Don't aibu. be ashamed. Usione aibu. Don't be ashamed. Usione aibu. Don't be ashamed. Usione aibu. If you are not born again, Kama don't hujaokoka, continue standing there. Usibaki uko In the umekaa name of hapo. Jesus, Katika jina la Yesu. come here. Njoo I'll pray hapa for you. na mchungaji atakuombea. And if you are come here, Kama umekuja close hapa, your eyes and I'll pray for funga you. macho yako, nitakuombea Repeat wewe ulioko after hapa me, mbele. say, Fuatisha Lord haya maneno, Jesus, sema Bwana Yesu, I come unto you. nakuja kwako, Receive me today. nipokee leo. Forgive my sin Nisamehe dhambi zangu and make your own. na unifanye niwe From wako. this day, Toka siku ya leo, from this day, toka siku hii ya I leo, say no to sin. nakataa dhambi I come to you, Jesus. na kujia Yesu. Receive me today Nipokee leo. and make me your own. Nifanye kuwa In wako. Jesus' name, Katika jina la we Yesu have prayed. tumeomba. Amen. Amen. Put your hands together. Pigie Bwana Yesu makofi As they mazuri. remain standing, Na the servant of wakuendelea God will pray for kusimama. them. Mtumishi wa Mungu Hallelujah. atawaombea. Put your hands together. Tumpigie As Bwana the Yesu servant of makofi. God take over from here. Tunapompokea mtumishi wa Mungu. Somebody bless, clap your hand for Kama Jesus. mbarikiwa, piga makofi kwa For Yesu. that wonderful word, give him all the glory. Kwa neno hilo zuri, mpe Mungu Give him all the utukufu. honor. Mpe heshima yote. Father, for these souls you saved this morning again, Baba, kwa nafsi ulizoziokoa tena Thank asubuhi you. ya leo, asante. you are covered with the blood of Jesus. Mmefunikwa kwa damu ya Yesu. You shall remain saved all the days of your life. Tadumu mkiwa mmeokoka siku zote You, za maisha you yenu. will not go back to the devil. Hamtarudi tena kwa shetani. The grace to live for Jesus, receive it Neema ya afresh. kuishi kwa ajili ya Yesu mpokee. In Jesus' name. Katika jina la Please Yesu. follow our Wafuateni watumishi Lord wetu official. tafadhali. somebody bless, shout a bigger Kama mbarikiwa, hallelujah. sema haleluya kubwa. Somebody bless, shout a bigger Kama mbarikiwa, sema hallelujah. haleluya kubwa. Say, God, thank you for your word Mwambie again. Mungu asante kwa neno lako. Every time, always send his word to us. Wakati wote ututumie Father, we neno. thank you for your word. Baba, tunakushukuru kwa neno. We give you all the glory. Tunakupa utukufu wote. We give you all the honor. Tunakupa heshima yote. In Jesus' glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. Please have your seat before we partake of the communion. Tafadhali keti kabla tujashiriki ushirika Be mtakatifu. reminded that it is our miracle job banquet. Kumbuka hii ni ibada ya karamu yetu ya And we are going to miujiza pray. ya kazi. Tunakwenda kuomba tukisema Partake of the communion. tunaposhiriki ushirika mtakatifu. I enjoy you this morning to get the tape of the first service. Na tafadhali nitafurahi ukipata kanda au ujumbe wa ibada ya kwanza. Time will not permit me to repeat what I have said in that service. Muda hautanitosha kurudia yote niliyosema ibada ya kwanza. But understand that the miracle job we are talking about covers those online for a paid employment. Lakini hii kazi tunazozungumza, kazi za miujiza, ni kwa wale ambao wanataka kazi au kupata Secondly, ajira. those seeking for opportunities in their field of studies. Cha pili ni wale wanaotafuta fursa katika maeneo yao ya masomo. Contractors and suppliers without job at hand. Wale watu wanaotaka kazi ili wazitendee kazi, na Consultants without clients. washauri ambao hawana wateja. There are many consultants that is consulting nothing. Kuna washauri wengi ambao hawana watu wa It kuwashauri. is not God's agenda for them. Huo sio mpango wa Mungu kwao. Okay, market men and women who are not making sales. Wale wanawake walioko sokoni ambao hawana mauzo. And we also cover trade men and women. Inahusisha wafanyabiashara wa kike na wa Such as kiume, motor mechanics, kama watu wa magari, carpenters, wale wafundi Mercy, waashi, tailors and fashion designers wale mafundi cherehani, watu wa without design, job on hand. watu ambao hawana kazi. In fact, anyone that is not engaging productively Kwa namna nyingine yoyote asiyejihusisha kwa faida. needs a miracle job. Mtu wa namna hiyo anahitaji kazi ya muujiza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And understand again that God you serve Elewa tena kwamba Mungu unayemtumikia hates you
he does not want you to be idle. Hataki wewe ukae pasipo kazi. Hate the idleness in you. Anachukia ile hali ya kukaa pasipo kazi. It is not his agenda for you. Sio mpango wa Mungu kwako. And that's why I know that your miracle job is waiting for you today. Maana kazi yako ya muujiza inakusubiri. This MM is looking for my trouble. Amina hii ni ndogo. Shout a louder amen. Sema amina kubwa. And when we talk about a job, you ask yourself, what is a job? Tunapozungumzia kazi, unajiuliza kazi ni nini? A job simply means a person's occupation or work. Kazi maana yake ni shughuli ambayo mtu anajishughulisha nayo. And what is a miracle job? Nini maana kazi ya muujiza? What is a miracle? We say is our miracle job banquet. Tumesema ni karamu ya miujiza ya kazi. I took time to say this in the first service for you to understand why we are here and what to expect. Nilitumia muda kuelezea kwenye ile ibada ya kwanza ili uelewe kwa nini uko hapa na utarajie nini. Miracle job is said to happen. Kazi ya muujiza inatokea pale. When you secure a job that you don't apply. Pale ambako unapata kazi ambayo ukuomba. And I said in the first service, nilisema kwenye ibada ya kwanza, there is a natural way to get a job. Kuna namna ya kawaida ya kupata kazi. But there is a supernatural way of getting a job. Lakini pia kuna namna ya kiungu ya kupata kazi. When we talk about miracle job, we are talking about supernatural way of getting a job. Tunapozungumza kazi ya muujiza, tunazungumza njia ya kiungu ya kupata kazi. Getting a job that only God can do. Kupata kazi ambayo Mungu pekee anaweza kukupa. That the hand of man is not in it. Ambayo mkono wa mwanadamu haujahusika. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. And that is what will happen for you this week. Ndio kitakachokutokea wiki hii. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. Maybe you have used those you know in that organization. Labda umewatumia wale unaojua kwenye ile taasisi. And it didn't work. Na haikufanya kazi. You know, your brother or your uncle can be an ND in an organization. Kaka yako ama mjomba wako anaweza akawepo kwenye taasisi. And even promise you for the job. Na hata akakuahidi kazi. One thing or the other may happen and he will not give it to you. Kitu kimoja kinaweza kutokea ama kingine na asikupe kazi hiyo. It is not about who you know. Ndio maana si kwa habari ya unamjua nani. It is all about the God you know. Ni kwa habari ya Mungu unayemjua. If you know God, he can use any man who does not even know you to bless you. Ukimjua Mungu anaweza kumtumikia yoyote hata kama usipomjua kukupa kazi. Stop bragging about who you know. Acha kulia kwa habari ya unayemjua. Make your boast in the Lord. Jivunie Mungu. God servant say my confidence is in God that sent me. Mtumishi wa Mungu anasema ujasiri wangu uko kwa Mungu aliyenituma. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says give us help from trouble. Vain is the help of man. Biblia inasema kama tunataka tupate changamoto basi tafuta ule msaada wa mwanadamu. If God did not help you, no man can help you. Mungu asipokusaidia hakuna mwanadamu anaweza kusaidia. Oh, praise the Lord. Bwana asifiwe. I used to have one of our tank gang in those days. Tumekuwa na ndugu yangu mmoja nyakati hizo. The uncle was a board member in one of the great processors in the country. Mjomba wake alikuwa ni mjumbe wa bodi ya taasisi fulani katika nchi hiyo. He was making me say before even I graduate the job was waiting for me here. Alikuwa anasema kwamba akijisifia kabla sijahitimu kazi itakuwa inanisubiri. He makes me so much. Alikuwa anajisifia He was sure that the job will be given to him. Alikuwa anaonyesha kwamba kazi atapata kwa uhakika. Because other of his brother that graduated before then got a job through that man. Kwa sababu ndugu zake wengine waliohitimu kabla yake au baada yake walipata kazi. His confidence was in the uncle. Ujasiri wake ulikuwa kwa mjomba. And before he graduated, na kabla hajahitimu, they dissolved the board and the uncle was removed. Walibadilisha ile bodi na ule mjomba akaondolewa. He was frustrated. Alichanganyikiwa. When others were writing, he was not writing. Wengine walipokuwa wanaandika yeye alikuwa andiki. He was expecting the job will be there before graduation. Alikuwa anatarajia kwamba kazi ataipata. That is what happens when you put your hope in a man. Hicho ndicho kinachotokea unapoweka tumaini kwa mwanadamu. A man can be removed today. Mwanadamu anaweza kuondolewa leo. And Andy can sleep tomorrow and the next tomorrow they remove him. Anaweza akalala leo kesho akaondolewa. That's why you see a lot of former Andy, former manager, former this and former that. Ndio maana unaona viongozi wakubwa wa taasisi wa kale ambao walishaondolewa huko. But God cannot be a former God. Lakini Mungu hawezi kuwa Mungu wa kale. He cannot be an ex-God. Hawezi kuwa Mungu wa kale. He has been there and he will always be there. Yupo na ataendelea kuwepo. Nobody appointed him there, nobody voted him there. Hakuna aliyemweka Mungu, yeye mwenyewe. Nobody have the power to remove him there. Hakuna mwenye nguvu ya kumuondoa Mungu. Be connected to God. Wewe jiunganishe na Mungu. And you will secure your miracle job. Na utapata kazi yako ya muujiza. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. Most of the times, wakati mwingi our trust is in man. Tumaini letu linakuwa kwa mwanadamu. That we disconnect from God. Inajikuta tunajitenga na Mungu. I'm not telling, if God wants to work, he can use any man. Kama Mungu anataka kutenda kazi anaweza kumtumia mwanadamu yote. God's visitation comes through man's instrumentation. Hata hivyo
mtembeleo wa Mungu unakuja kupitia vyombo ambavyo ni wanadamu. God can visit you to a man. Mungu anaweza kukutembelea kupitia mwanadamu. Even the person that does not know you and you does not know. Hata mtu ambaye wewe au mjui na yeye hakujui. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Maybe this one I'm talking to someone today. Labda ninaongea na mtu leo. I'm talking to someone today. Labda naongea na mtu leo. Please put your trust in God instead of man. Tafadhali weka tumaini lako kwa Mungu badala ya mwanadamu. You will get that job. Utapata kazi hiyo. One of our pastors shared in those days, he was trying to get admission. Wachungaji wetu nyakati hizo alishuhudia alikuwa anataka kupata kibali cha kuingia. An uncle was the VC of that institution. Mjomba wake alikuwa yuko kwenye taasisi hiyo. And everything was, the admission is already settled. Na alikuwa anaonekana kwamba amepata kibali. No, in our country, VC have his own list that normally comes last. His own admission list. Katika nchi yetu iliyotoka kuna kuaga na orodha. Nobody can explain according to him what happened that the odd admission came, including the VC's list came, and his name was not there. Lakini hakuna anayeweza kuelezea kilichotokea. Watu walipata kibali cha kuingia kwenye hiyo taasisi lakini hakupata. He told us that God taught him lesson that time. Alituambia Mungu alimfundisha somo wakati huo. That's why that your brother is a VC there. That's the vice chancellor of a university. Haijalishi kaka yako yeye ni makamu wa chuo fulani. I am more than a vice chancellor. Mimi ni zaidi ya makamu wa chuo. Weka tumaini lako kwangu. He said he learned less even as a child of God then. Sasa kama mwana wa Mungu pale. When the time came again, he wrote joint admission matriculation board exam. Wakati ulipofika tena aliandika barua kama wengine. He didn't even tell the brother that he wrote another job. Anasema hakumwambia hata kaka yake kwamba ameomba maombi tena. Just believe in God and do what God says. Alimwamini Mungu kwamba atafanya kila anachoweza kufanya. And he got the admission without telling anybody. Na akapata kuingia kwenye ile taasisi pasipo mtu yote. Anasema alijifunza kitu kwenye maisha. That it is good to put your trust in God. Kwamba ni bora kuweka tumaini kwa Mungu. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sikia hallelujah kubwa. I didn't reach this tide in first service. Sikufundisha namna hii baada ya kwanza. But it might be a word for someone today. Labda inawezekana ni neno kwa mtu. Please remove anybody from your heart and put God as a person that will give it to you and it will happen. Tafadhali usimtegemee mtu yoyote, mtegemee Mungu ambaye ndiye atakayekutendea. When we talk about miracle job, tunapozungumzia kazi ya muujiza, it is receiving placement that is bigger than your level. Ni kupokea kazi ambayo ni kubwa kuliko kiwango chako. I give example of David. Nitoa mfano wa Daudi. He got a miracle job. Alipata kazi ya muujiza. He never went to a military school. Hakuenda kwenye taasisi yet he was made an armor bearer. Ya jeshi, lakini alifanywa kuwa ni mtu wa kushika silaha. Joseph also did not belong to the land of Egypt. He was a stranger there. Yusufu alikuwa ni mgeni katika nchi ya Misri. But he was given an appointment. Lakini alipata kazi. It must be God. Ni lazima iwe Mungu. For a stranger to be given an appointment as a prime minister. Kwa mgeni kupewa nafasi ya waziri mkuu. That is a typical example of miracle job. Huo ndio mfano halisi wa kazi ya muujiza. And we say miracle job also is becoming an employer of labor. Tunasema pia kazi ya muujiza ni wewe kuwa mwajiri. You are searching for a job. Labda unamtafuta kazi. And I prayed it in the first service, I prayed it again. Niliomba kwenye ibada ya kwanza. God will making everyone here that desire an employer of labor. Mungu atamfanya kila mtu anayetamani kuwa mtu wa kuajiri wafanyakazi. Sema amina kubwa. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. You will have your own company where you will employ people. Na taasisi yako you will have a lot of people working for you. Utakuwa na watu wengi wanafanya kazi. Sikia amina kubwa. It will come in the twinkling of an eyes. Itakuja kama kufumba na kufumbua macho. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. I'm not hearing a louder amen. Sikia amina kubwa. The favor of God will establish that. Kibali cha Mungu kitakuthibitisha. The favor of God will establish that. Kibali cha Mungu kitakuthibitisha. Many years ago, few years ago, it's not many now. Miaka michache iliyopita si mingi. God's servant Bishop Oyedepo was in Ethiopia. Mtumishi wa Mungu alikuwa Ethiopia. And it was a leadership summit. Ilikuwa ni mkutano wa viongozi. And he prophesied and said there is somebody here. Alitabiri akasema kuna mtu hapa. Who God is going to use to turn the educational system in Ethiopia around. Ambaye Mungu anaenda kumtumia kugeuza mfumo wa elimu ya Ethiopia. And one man was sitting at the gallery. Na mtu huyo alikuwa amekaa kule juu. And he caught the word. Akalipata lile neno. And said that must be me. Akasema mtu huyo ni mimi. That must be me. Mtu huyo ni mimi. Something was fired into him. Kuna kitu kiliwaka ndani yake. And
That was how he began taking steps. Na hiyo ndio namna alianza kuchukua hatua. And God by favor connected him to some European universities. Na kwa kibali Mungu akamuunganisha na zile taasisi za kule Ethiopia. Na kibali kingine tena. The next year God's servant returned to that place. Wakati mwingine ambao mtumishi wa Mungu alirejea pale. The man stood was sharing his testimony. Mtumishi yule alisimama akitoa ushuhuda wake. In 1 year the university have started with 300 students. Kwa mwaka mmoja ameanzisha chuo kimeanza na wanafunzi 300. Kwa namna alivyokuwa according to his temple, he said it was not in his heart. Alisema lilikuwa liko katika moyo wake. It was not in his plan. Jambo hilo lilikuwa liko katika mpango wake. He never thought of starting a university. Hakuwahi kuwaza kuanzisha chuo kikuu. But by a prophetic word. Lakini kwa neno la kinabii. The grave was open and that giant come inside of it. Lile jitu likainuka ndani yake. Maybe you have never had such plan. Labda hauna mpango kama huo. As you are hearing this prophetic word, unaposikia neno la kinabii, God will make you an employer of level. Atafanya uajiri wafanyakazi. I said God will make you an employer of level. Atafanya uajiri wafanyakazi. Somebody that believes shout a louder amen. Sema amina kubwa. But why must you work? Kwa nini lazima ufanye kazi? I will just mention 3 of them. Nitaeleza sababu chache. Why must you work? Kwa nini lazima ufanye kazi? Number 1 thing you must understand. Kitu cha kwanza unachopaswa kuelewa is because God's nature is to work. Kwa sababu asili ya Mungu ni kufanya kazi. God, our creator is a worker. Mungu muumbaji wetu ni mfanyakazi. You can read Genesis chapter 2 reading from verse 2 to 3. Mwanzo 2:2 mpaka 3. He work. Anatenda kazi. And Jesus came and confirmed it. Na Yesu alikuja akathibitisha hilo. In John chapter 5 verse 17. Yohana 5:17. My father worketh hitherto and I will work. Baba yangu anatenda kazi hata sasa na mimi nafanya kazi. God has a job. Mungu anayo kazi. God is a worker. Mungu ni mtenda kazi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. And Jesus came and demonstrated it in a parable. Na Yesu alikuja akaidhihirisha kupitia mfano. In Luke chapter 19 verse 13. Luka 19 mstari 13. He called his 10 servants. Alituma wafanyakazi wake. And delivered them 10 pounds. Na akawapa and say unto them, dinari 10. Occupy till I come. Akawaambia miliki mpaka nitakapokuja. Till I come. Fanyeni biashara mpaka nitakapokuja. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Jesus taught us about work. Yesu alitufundisha namna kufanya kazi. Work is a show of godliness. Kufanya kazi inaonyesha ni ile hali ya uungu. If you are not working, you are not godly. Kama haufanyi kazi wewe si wa kiungu. The Bible say in Isaiah 12 verse 10, say to the righteous. Biblia inasema katika Isaya 3:10. It shall be well with you. Waambieni wenye haki itakuwa heri kwao. Eat the fruit of thy doing. Watakula matunda ya kazi yao. It is not the fruit of the doing of your uncle or your parents. Si hautakula matunda ya kazi ya wazazi wako. Utakula matunda ya ile kazi unayofanya wewe. That's why do away with idleness. Ndio maana achana na ile hali ya kukaa pasipo kazi. And work. Na utende kazi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Why must you work? Kwa nini lazima ufanye kazi? Because you must work because that was the first thing God gave to man. Unapaswa ufanye kazi kwa sababu hicho ndicho kitu cha kwanza ambacho Mungu alimpa mwanadamu. Mungu alipoumba mwanadamu. God did not give man food. Mungu hakumpa mwanadamu chakula. He gave him work. Alimpa kazi. So that he will eat from his work. Ili aweze kula kupitia kazi yake. God did not give man wife. Mungu hakumpa mwanadamu mke. Before work. He made man busy. Alimkuta mwanadamu akifanya kazi. Before he give him a helpmate. Kabla hajampa mwenza. Praise the Lord. Bwana asifiwe. That is why if you are not working, ndio maana kama ufanyi kazi, you are not entitled to food. Haustahili kupata chakula. As a man, if you are not working, kama mtu kama ufanyi kazi, you are not entitled to a wife. Haustahili kupata mke. We don't wait anybody here if you don't have any income coming. Atufungishi ndoa hapa kama mtu ufanyi kazi. If you come for counseling here, kama unakuja kwa ushauri hapa, and they say what are you doing? Na tunakuuliza unafanya nini? Say my father is an end somewhere, he will take care of you. Baba yangu ndiye ana kazi atanisaidia. Your father's wealth is not your own. Kazi ya baba yako na utajiri wa baba yako sio wako. This kingdom is not transferable. Utajiri hauhamishiki kwenye ufalme huu. It is earned. Heshima unaipata kwa juhudi zako. It's your own income. That's what we are talking about. Tunazungumzia kipato chako mwenyewe. Are you going out and coming in and something is coming by your going out and coming in? Wewe unatoka na unarudi na kuna kitu kinaingia kupitia kazi yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Look for work before you look for wife. Tafuta kazi kabla hujatafuta mke. If you are not working. Kama una kazi. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Somebody shout hallelujah. Sema hallelujah. Even you need money to keep your home going.
Hivyo unahitaji pesa ili familia yako iende vizuri. Your wife might run away if you are begging. Mke wako anaweza kukimbia kama mnakuwa mnaomba. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikia haleluya kubwa. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. No, if you marry and the wife say I want to do my hair, you say, you know, I'm not working. Kama umeoa alafu mke wako anakuambia nataka nikatengeneze nywele. I want to buy foundation, you say I'm not working. Alafu unamwambia sifanyi kazi. I want to go and fix my nails, you say I'm not working. Nataka kutembelea ndugu zangu, nasema sifanyi kazi. Siku moja atakimbia. No matter your prayer, she will run away. Haijalishi maombi yako atakimbia. You need money to maintain the home. Unahitaji fedha ili kutunza familia. When children start coming and you see you have more responsibilities. Watoto wanapoanza kuja alafu unaona majukumu yanaongezeka. If you are not working, you'll be frustrated. Kama ufanye kazi utachanganyikiwa. That's why you must work. Ndio maana lazima ufanye kazi. Tell your neighbor you must work. Mwambie jirani yako lazima ufanye kazi. Why must you work? Kwa nini lazima nifanye kazi? I will stop on this one. Tutaishia kwenye hii ya mwisho. Because your work is a platform of your prosperity. Kwa sababu kazi yako ndio jukwaa la kupata mafanikio yako. Your work is a platform of your prosperity. Kazi yako ndio jukwaa la kupata mafanikio yako. God blesses us through the work of our hand. Mungu anatubariki kupitia kazi ya mikono yetu. In Psalm 1 verse 1, Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza. It's a scripture we know very well. Ni andiko tunalolijua vizuri sana. Blessed is a man that walketh not in the counsel of the ungodly. Amebarikiwa mtu yule asiyekwenda kwenye shauri la wasio haki. Nor standeth in the way of sinners or seated in the seat of the scornful. Wala kusimama katika waovu wala kuketi barazani pa wenye mizaha. And because of time, verse 7 said, whatever he doeth, he shall prosper. Kwa sababu ya hilo mstari wa 3 inasema kila alifanyalo litafanikiwa. In other words, kwa maneno mengine, your prosperity is tied to what you do. Mafanikio yako yamefungamanishwa na kile unachokifanya. People will doubt your prosperity if you are not doing anything. Watu watakuwa na mashaka na mafanikio yako kama ufanyi chochote. It's not a matter of, you know, I'm a winner now, I must prosper. So every winner is a worker. Sio swala la kusema mimi ni mshindi lazima nifanikiwe. Kila mshindi anafanya kazi. I said in the first survey that in my place. Nilisema kwenye ibada ya kwanza katika eneo langu. Somebody build house. Unapoona mtu amejenga nyumba. Unapoona mtu amenunua gari. The first thing they ask is, what is he doing? Kitu cha kwanza wanachouliza anafanya nini? We have had the cases of people doing money rituals. Tumesikia habari za watu wanaofanya ule ujambazi. None of them last. Every one of them had disappeared. Watu kama hao hawadumu, wanapotea. Most of them, their house have decayed. Wengine nyumba zao zimeharibika. They didn't last. Hawadumu. It is your work that people will respect you. Ni kazi yako ambao watu watakuheshimu kupitia hiyo. When people doubt what you do. Watu wanapokuwa na mashaka na unachokifanya. When people doubt what you do. Watu wanapokuwa na mashaka na unachokifanya. They might not collect the money you give to them. Inawezekana wasipokea hata pesa unaowapa. Your prosperity is tied to your work. Mafanikio yako yamefungamanishwa na kazi yako. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I say praise the Lord. Bwana asifiwe. Why we don't pray for prosperity? We don't pray in this commission. Kwa nini hatuombei mafanikio katika huduma hii? Because we work. Ni kwa sababu tunafanya kazi. Whatever we do, na Mungu amesema kila tunachokifanya he will use it to prosper us. Atakitumia kutufanikisha. Somebody shout a bigger hallelujah. Sema haleluya kubwa. What am I saying? Ninachosema ni nini? God cannot bless you. Mungu hawezi kukubariki outside of the work of your hand. Nje ya kazi ya mikono yako. It is what you do that stand as a platform of what you have. Ni kile unachofanya ndio kinasimama kama jukwaa ya kupata kile unachokuwa nacho. If you want to prosper, kama unataka kufanikiwa, find a work. Tafuta kazi. No excuse. Hakuna msamaha wala mbadala. Most of us are looking for paid employment. Wengi wetu tunatafuta ajira, kuajiriwa. Why you can learn one thing or the other and be doing. Na wakati unaweza ukajifunza kitu kimoja ukawa unafanya kazi. During the one night with a king, a brother, a graduate shared a testimony. Katika ule usiku mmoja na mfalme, muhitimu mmoja alitoa ushuhuda. When he finished service, there was no work coming. Alipomaliza masomo kulikuwa kuna kazi. And he cannot stay idle. Na alikuwa hawezi kukaa pasipo kazi. He enrolled as a security man. Akajitoa kama mlinzi. As a gate man. Kama mlinzi. How many of us had that testimony? Na wangapi walisikia ule ushuhuda? But many people today, that work will be bigger. They will be bigger than that work. Lakini watu wengi leo ukiwapa kazi hiyo hawatakubali, wanajiona ni wakubwa kuliko kazi hiyo. Pride have destroyed a lot of lives. Kiburi kimeharibu maisha mengi. It does not matter where you begin. Haijalishi unaanzia wapi. The Bible said, though your beginning may be small, Biblia inasema ijapokuwa mwanzo wako utakuwa mdogo, your latter end shall increase. Lakini mwisho wako utaongezeka sana. The guy enrolled as a gate man. Yule ndugu alijitoa kama mlinzi. He said from a gate man to a banker. Alisema kutoka kuwa mlinzi mpaka mtu anayefanya kazi benki.
alifanya kazi kama mtu wa The benki. Lagos state government called him for an interview. Hatua ya pili iliyofuata Mungu He's alimuita working kwenye, with the Lagos government. sasa hivi anafanya kazi na hiyo taasisi Maybe had nyingine. he been, he had been waiting for Lagos government. Na tungesema kama ingekuwaje ingekuwa anasubiri hiyo kazi. Maybe he could have been begging. Labda angekuwa ni omba But mpaka he sasa hivi. humbled himself Lakini alinyenyekeza kwanza and was opening gate for someone. na alikuwa anafungua geti kwa ajili ya mtu. Many youth cannot do it. Vijana wengi hawezi kufanya hilo. They cannot do it. Hawezi kufanya hilo. You don't have a new excuse. Hauna mbadala wote au msamaha wote. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I'm not hearing a bigger hallelujah. Sisikii haleluya kubwa. I'm not hearing a bigger Sisikii hallelujah. haleluya kubwa. That is why you must walk. Ndio maana lazima ufanye kazi. Hate idleness. Kataa ile ya kukaa They say pasipo kazi. an idle mind is a devil's workshop. Mtu asiyekuwa na kazi ni sehemu ya ibilisi kufanyia kazi yake. Somebody shout another hallelujah. Sema haleluya kubwa. In these few minutes now, Katika hizi dakika chache now that we have established why everybody must walk, tumeshathibitisha kwa nini kila mtu lazima afanye kazi. even though that the government have retired you. Hata kama serikali imekuondoa kazini. I know you are retired, but you are not tired. Na unajua kabisa kwamba umeshamaliza muda wako wa kazi na hujachoka. Unaweza ukatengeneza kazi yako binafsi. You can create a personal work and do. Unaweza kutengeneza kazi yako binafsi. Everybody must work. Kila mtu lazima afanye kazi. But there's no how government will employ everybody. Hakuna namna serikali itaajiri watu wote. There's no how private organization will employ everybody. Hakuna namna taasisi binafsi itaajiri watu It's wote. time to ask God for divine ideas. Ni wakati wa kumwomba Mungu atupe mawazo By mbalimbali. divine ideas you can create your own work. Kwa mawazo ya kiungu unaweza kutengeneza kazi yako By mwenyewe. divine ideas you can create your own Kwa work. mawazo ya kiungu unaweza kutengeneza kazi If yako you are a mwenyewe. covenant practitioner, Kama unatendea kazi agano, one of the things God pours to us is divine ideas. njia mojawapo ambacho Mungu anatupa ni mawazo ya kiungu. Create your own work. Tengeneza kazi yako And mwenyewe. before you could know it, another one will come. Kabla hujajua wazo jingine litakuja na jingine tena. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Bishop Abel said to us one day, Askofu alituambia siku he moja, said, think globally, waza kutenda but kimataifa, start locally. lakini anza ulipo. Think globally, Waza but kimataifa, start locally. lakini anza ulipo. Maybe your eyes is in abroad, Labda macho yako yako nje ya nchi, but what you are looking for is not in abroad. lakini unachokitafuta hakiko juu. Look around, there is something there for you to do. Tafuta katika mazingira yako, kuna kitu cha You kufanya. will reach where your eyes is, Utafika pale macho yako yalipo, but start locally. lakini anza ulipo. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. We walk in this commission, Tunatenda kazi katika huduma hii. and that's why we are not beggars. Ndio maana sisi si ombaomba. That's why we are not beggars. Ndio maana sisi sio Either ombaomba. as a church or as a person. Sisi kama kanisa au mtu mmoja mmoja. Is somebody getting what I'm Kuna saying? mtu anaelewa anachokisema. But it is your work that put food to your table. Lakini ni kazi yako inayoweka chakula kwenye meza yako. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. Somebody shout a bigger Sema hallelujah. haleluya kubwa. Proverbs 22 verse 29. Mithali See 22:29. that man diligent in his business. Umemwona mtu mwenye bidii kwenye kazi He yake. shall stand before kings. Atasimama mbele ya He wafalme. shall not stand before me, man. Hatasimama katika watu wasiokuwa na Go kazi. and look for job. Nenda ukatafute kazi. Go and look for what to do. Nenda ukatafute kitu cha kufanya. Even while looking for job, you can learn how to trade. Unapotafuta kazi unaweza You can learn how ukajifunza to sew namna ya clothes. kufanya biashara, There are namna ya many kuuza people that are nguo. rich today by the work or by sewing fashion designer. Kuna watu wengi ni matajiri leo kupitia If they kudesign. sew one suit for you, you know how much they will collect. Kama wakikuuzia suti moja leo wanajua namna gani Some of them watapata. say, if you give me government job now, I will not do. Kuna watu wengine wanasema ukinipa kazi ya serikali leo sintafanya. Somebody shout hallelujah. Sema haleluya. I asked one of our members in my last station. Nilimuuliza mshirika wetu kwenye kituo In fact, nilipotoka he mwishoni. was a choir member. He Alikuwa ni was a mshirika wa choir leader. kwaya. Alikuwa ni kiongozi wa kwaya. She graduated and she read engineering, building engineering. Alihitimu na alijifunza uinjinia wa majengo. But he trained himself Lakini alijifundisha mwenyewe by rearing this catfish. kwa kukamata samaki. The first day he took me to his farm, Siku ya kwanza aliponipeleka kwenye shamba lake, I shouted. nilipiga kelele. And while doing that, he have up to about 3 or 4 people working for him. Ana watu watatu ama wanne And I wanaofanya asked kazi him, kwake. I say, if you get government job now, will you do? He said, no, I'm not interested. Nikamuuliza, sasa ukipata kazi ya serikalini, je, utaacha unachofanya kwenda serikalini? Akasema He hapana. later opened another shop where they are selling feed. Mahala pengine tena alifungua duka jingine la kuuza samaki. This last time I traveled, I still went there to check the farm. Mara ya mwisho nilikwenda pale niliposafiri na nikatazama lile shamba. Praise the Lord. Bwana asifiwe. I said, praise the Lord. Bwana asifiwe. Even
the car I was riding. Today, I'm telling you, the car when I was coming here, because you have to sell your property before coming for foreign mission. Anasema gari alikuwa anaendesha kabla hajaja hapa, unajua inabidi uuze vitu vyako kabla hujahamia kitu kingine. He was the one that bought it. Yeye ndo alinunua gari yangu. By the post what he is making there. Kwa kupitia kile ambacho anakifanya. Praise the Lord. Bwana asifiwe. You can do something. Unaweza ukafanya kitu. Rise up on your feet. Inuka kwa miguu yako. Rise up on your feet. Inuka kwa miguu yako. Halabakashundela bandala bosha. Eliabalaba. You can buy the first service. We look at how to secure covenant step to securing new job. I don't have time to look about 8 steps I mentioned there. Unaweza ukanunua ujumbe wa ibada ya kwanza, kuna hatua za kiagano za kupata kazi. But all I know, nachokijua, and I have that conviction in my spirit, nina ushawishi katika roho yangu, that no member of this church will be idle anymore. Hakuna mshirika wa kanisa hili ambaye atakuwa na kazi. Everyone that desire job, God will give to you. Kila anayetamani kazi, Mungu atampa kazi. Maybe your desire is to start one business or the other. Labda tamanio lako ni kuanza biashara fulani. The heaven over your life will open. Na mbingu zitafunguka. And the capital needed shall be supplied to you. Na mtaji utaupata. Remember Philippians chapter 4 verse 19 says, Kumbuka wa Filipi 4:19 anasema, my God, lakini Mungu wangu shall supply all my needs atanipatia mahitaji yangu according to his riches in Christ Jesus. Kulingana na utajiri wake katika Kristo Yesu. Somebody shout a louder amen. Sema amina kubwa. Wave your hand and give God all the glory. Inua mikono yako, mpe Mungu utukufu. Lord, take what belongs to you. Lord, you created job. Remember, for every man God created, there is a garden he created. Kila mtu Mungu aliyemuumba kuna bustani aliyoumba. And that garden is your work. You have a work. Bustani hiyo ndio kazi yako, unayo kazi. Jesus caused me to locate it. Yesu nisaidie nione kazi yangu. Nisaidie nione kazi yangu. I shall not be idle. I shall not be idle. Lord, put upon the work of my hand. Mungu nipatie kazi ya mikono yangu. Somebody lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Somebody lift up your voice and pray. Inua sauti yako na uombe. Oh yaketoka bandole pakatoleba. Shuaki atusha kalivandole boshalaba. Aliandole boshia bakatoba laba. Shakatoke toka liba. Shoketoka baliba laba. Aliandolo boshia balabalaba akateke tokalia baliaba ikatoke to shakaliaba lakabo shekalia balabalaba. Take what belongs to you. Everywhere you have applied and attended interview, anyone sitting, oh Lord, on your appointment letter, unseat that person today by the power of God. Everyone standing against, oh Lord, your miracle job. Any principality and power against you, against your business, against your work, today they are destroyed. Engage the blood of Jesus. Engage the blood of Jesus. No more idleness, Lord. No one will be jobless in this assembly. No one will be jobless in this assembly. No one will be jobless in this assembly. Thank you, Jesus. Somebody shout it louder. Amen. And the Bible says we overcame by the blood. Whatever spirit of idleness, whatever that makes you to be discouraged, maybe one disappointment or the other you are discouraged. Today, as you partake of this communion, that spirit of work is coming upon you. As you partake of this communion, divine ideas, divine fresh outpouring of divine ideas. Somebody stretch out your hand and pray. Everything you desire, there is a healing there. Unachokitamani unapokea sasa. Abala doketusha kaliando katula balaba. Lopelia balaba. Fresh outpouring of divine ideas. Fresh outpouring of divine ideas. Kumiminika kwa mawazo ya kiungu. Kumiminika kwa mawazo ya kiungu. Obelia bakatusha kabali. Take your healing via this communion table. Take your deliverance. Anyone been tormented by the devil, in the name of Jesus, lose him. Lose him and lose her. In the name of Jesus, anyone under the sound of my voice being oppressed by the devil, by this communion you are liberated. By this communion you are liberated. The Egyptians you see now, you will not see them again. The Egyptians you see now, you will not see them again. Every hindrance to your promised land, in the name of Jesus Christ, it is destroyed. Whatever that makes you to be lukewarm, to be at ease, to be indifferent, in this revival
Kwa tofauti katika wakati wa uamsho, kwa ushirika huu kunaharibiwa. Ushirika huu umwingizie kila mmoja shauku mpya ya nafsi, shauku kwa ajili ya ufalme. Moto wa uamsho uendelee kuwaki kwa moyo wa kila mmoja. Makatoko tuli balaboshia kalaba shoketuka makuti kalobo shakalobo ndarabo shakotia makatoke tula balababa. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Whatever is your desire, lolote unalotamani, as you partake of this communion, unaposhiriki ushirika huu, it shall be settled. Utapewa. I'm not hearing a louder amen. Amina kubwa. Jesus, this is your flesh and your blood. Yesu ni mwili wako na ni damu yako. And let every partaker have a testimony to share this Sunday. Mshiriki awe na ushuhuda wa kushuhudia. Father, whatsoever that makes your people to be at ease in Zion, unachosababisha watu wako wakae bure Sayuni, it is destroyed in the name of Jesus. By this communion, fire into your people, the revival fire that cannot be quenched. In the name of Jesus, let the passion and compassion for souls, Lord, let it consume every partaker. Whatsoever hindering their miracle job, by the blood of Jesus we overcome it. By this communion, everyone is released, Lord, to another level of glory. Nothing will stop us to our promise land. Thank you, Jesus. It is blessed. In Jesus' glorious name. Hallelujah. Hallelujah. Choir, karibu. I receive my miracle today. I receive my miracle today. I will never go away empty-handed. I receive my miracle today. I receive my miracle today. I receive my miracle today. I will never go away empty-handed. I receive my miracle today. Oh, I receive my miracle today. I receive my miracle. My miracle today. I receive my miracle today. I will never go away empty-handed. I receive my miracle today. I receive my miracle today. I receive my miracle today. I will never go away empty-handed. I receive my miracle. Today's my miracle day. Today's my miracle day. Today's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day today. Today's my miracle day. Today's my miracle day. Today's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. Today. Today's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. Today's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. Today's my miracle day. Today's my miracle day. Today's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. Today. Today's my miracle day. Oh, it's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. Today's my miracle day. It's my miracle day. Oh, it's my miracle day. It's my miracle day. Today. Today's my miracle day. It's my miracle day. It's my miracle day. I receive a miracle. Today's my miracle day. Oh. Yeah. It's my miracle day. Yes. It's my miracle day. Today I'm going higher. Today I'm going higher. Today I'm going higher. I'm going higher. I'm going higher. I'm going higher. Today.
life. Praise Jehovah, yes, and my life for us. Praise Jehovah, you have done my life for us. Praise Jehovah, you have done my life for us. Praise the living God, you have done my life for us. Praise the Most High, you have done my life for us. You have done my life for us. You have done my life for us. Oh, you have done my life for us. He's done my life for us. He's done my life for us. Hallelujah. You are Jehovah. Hey, you are Jehovah. You are Jehovah. Hey, you are Jehovah. Oh, we praise you, Jehovah. You are Jehovah. Oh, you are Jehovah. You are Jehovah. Yes, we give you praise, Baba. You are Jehovah. You are Jehovah. You are Jehovah. Shout and loud to Jesus. Baba, pokea sifa stahili. Eh, Baba, pokea sifa stahili. Baba, pokea sifa stahili we. Yes. Wewe ni Bwana wastahili Baba. Yes. Baba, pokea sifa stahili we. Wastahili Baba. Oh, wastahili Baba. Wastahili Baba. Oh, wastahili Baba. Wastahili Yahweh. Wastahili Baba. Baba, pokea sifa stahili we. Hakuna mwingine kama wewe, wastahili Bwana Yesu. Baba, pokea sifa stahili we. Wastahili Baba. Wastahili Baba. Baba. Eh, wastahili Baba. Wastahili Yahweh. Wastahili Baba. Wastahili Baba. Yahweh, Yahweh, eh, Yahweh, 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 takuinua. Vigelegele kwa Yesu. Yahweh, Yahweh, eh, Yahweh, 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 takuinua. Yahweh, Yahweh, eh, Yahweh, 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 takuinua. Baba, takuinua. Yahweh, takuinua. Pokea sifa, takuinua. Takuinua, takuinua. Takuinua, takuinua. Hallelujah. Hallelujah. You are blessed. Umebarikiwa.
In Jesus' name. Katika jina la Yesu Kristo. Clap your hand for Jesus Christ. Bwana Yesu makofi. And have your seat. Na tafadhali keti. It's my pleasure this morning to welcome those worshiping with us. Furaha kwangu kuwakaribisha wale wanaoabudu pamoja nasi. On a Sunday morning like this. Kwa mara ya kwanza Jumapili asubuhi kama hii. If you know that today is your first time worshiping with us on a Sunday morning like this. Kama unajua leo ndo mara yako ya kwanza unaabudu pamoja nasi Jumapili asubuhi. Stand up on your feet. We want to welcome you in a winner's way. Tafadhali simama kwa miguu yako, tunataka tukukaribishe katika namna ya washindi. Wewe mgeni kwa mara ya kwanza. Carry your bag and your Bible and come forward here. Let's welcome you. Beba Biblia yako. Let's welcome you. Njoo mbele. God bless you. Wewe mgeni tafadhali njoo mbele. Jina la Yesu ni ngome yangu, jina la Yesu ni ngome yangu, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina, nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu, jina la Yesu. Nitamkapo jina hilo, ngome nyingine nitamkapo jina hilo, ngome nyingine sina. Hallelujah. Hallelujah. Stretch forth your hands towards these people and bless them. Elekeza mkono wako kwa wandugu, wabariki. Bless them. Wabariki. Ask God to take them to a greater height. Muombe Mungu apeleke katika viwango vingine. Father, we bless your holy name for this one. Baba, tunalibariki jina lako kwao uliowaleta leo. Let the grace that saved them keep them. Neema iliyowaokoa iwahifadhi. The grace that sent them here today, Lord, let it keep them. Neema iliyowaleta hapa iwahifadhi. They have come as first timers. Wamekuja kama wageni. They will be established in watathibitishwa katika kanisa hili. In Jesus glorious katika jina tukufu la Yesu. You are welcome. Unakaribishwa. Look at me. Tazameni. With Jesus' joy, we welcome every one of you. Kwa furaha Yesu namkaribisha kila mmoja wenu. But the Holy Spirit put it in my spirit this hour. Kitu ambacho Roho Mungu ananishuhudia katika roho yangu. When we did an altar call today, you didn't hear. Labda tulipoita watu kuokoka haukusikia. What we are saying. Labda ukuelewa tulichokuwa tukikisema. But now that you are closer to the altar. Lakini sasa hivi uko madhabahuni. The greatest thing that can happen to you is to surrender your life to him. Kitu bora kinachoweza kutokea kwako ni kutoa maisha yako kwa Yesu. You are standing here now. Sasa hivi uko umesimama hapa. You want to say Jesus. Unataka kumwambia Yesu. I am in your presence. I want to surrender my life to you. Niko katika uwepo wako, nataka kutoa maisha yangu kwako. And I will pray for you. Na mchungaji atakuombea. If there's anyone that want to do that, just kama kuna mtu anataka kumpa Yesu maisha yake hapo mbele, inua mkono wako. Yeye mliosimama hapa mbele. You didn't hear when we did altar call, but now ukusikia kile tulichosema mwanzo. In the altar here. Labda sasa hivi unataka kumpa Yesu maisha yako, nyosha mkono juu. The center of your life. Yes, ulioko hapa mbele unataka kumpa Yesu maisha yako, inua mkono wako juu. Just take a step forward, take a step forward. Wewe sogea hapa mbele. Mwingine anataka kumpa Yesu maisha yake katika nyinyi mlioko hapa mbele. Bring in here. Unataka kumpa Yesu maisha yako, unaweza kusogea mbele. Maybe you want to join him, you didn't hear. Or maybe it's only one that the Holy Spirit is ministering. You want to be part of this family of God. Unataka kuwa sehemu ya familia ya wana wa Mungu. To come as a first timer. Ni kitu cha kwanza kuja kama mgeni. To be saved. Na ni kitu kingine kabisa kuokoka. And this one have been chosen to be saved. Na kaka huyu hapa amechagua kuokoka. God bless you. Mungu akubariki. In Jesus name. Katika jina la Yesu. Every one of you as you have come. Nyinyi wote mliokuja. You shall experience a blessing. Mtapata baraka. A favor. Kibali. The breakthrough you have never experienced before. Penyo ambao hujawahi kupata huko nyuma. Jesus glorious name. Katika jina tukufu la Yesu. You are welcome. Unakaribishwa. Our church official have something to pass across to you. Watumishi wetu wana vitu vya kuambia. Feel free and ask them any question of your choice. Uwe wazi na waulize swali lolote unataka kulisikia. In Jesus name. Katika jina la Yesu. You can go. Why this one? Lead him to go. Naweza mkaenda nyinyi wengine wafuateni watumishi wa Mungu. Hallelujah. Follow them here. God bless you. Congregation, clap your hand for Jesus. Clap your hand for Jesus. I say clap your hand for Jesus. Praise God.